Ni matumaini yangu kuwa siku yako inakuendea vyema, mpenzi msikilizaji. Hujambo na karibu katika meza ya habari ndani ya KenLive Radio, ikujuze yanaendelea kujiri kutoka pembe zote za dunia, ikiwa imetimu saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki, tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2026. Jina langu ni Rebecca binti Thuo. Na tukianza, Wizara ya Utalii na Wanyamapori imetangaza kuwa serikali ya Kenya inalenga kuvutia watalii wa kimataifa milioni 5.5 katika kipindi cha miaka miwili ijayo kupitia mpango wa pamoja kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti. Taifa linatarajia kupata mapato ya hadi shilingi trilioni 1.1 huku ajira katika sekta ya utalii zikitarajiwa kuongezeka maradufu. Tangazo hilo linajiri kufuatia kuundwa kwa kikosi kazi cha kuweka upya chapa ya utalii Tourism Brand Repositioning Task Force chenye jukumu la kufikiria upya, boresha na kuweka upya chapa ya utalii ya Kenya katika soko la ndani na kimataifa. Waziri wa Utalii na Wanyamapori Rebecca Miano alisema Kenya ina uwezo mkubwa ambao bado haujatumiwa kikamilifu katika sekta ya utalii, uwezo ambao unaweza kufikiwa kupitia ushirikiano wa karibu na serikali za kaunti. Kwingineko, afisa wa serikali ya Karachi amethibitisha kuwa idadi ya watu waliopoteza maisha katika moto mkubwa ulioteketeza jengo la biashara katika mji mkubwa zaidi wa Pakistan imeongezeka hadi angalau 55. Moto huo ulizuka Januari tarehe 17 katika jengo la ghorofa 3 la Gul Plaza na kusababisha operesheni ndefu ya uokoaji. Jamaa wa watu ambao bado hawajulikani waliko wamekosa mamlaka kwa kile wanachosema ni mwendo wa polepole wa shughuli za utafutaji, huku waokoaji wakiendelea kuchunguza kifusi kutafuta mabaki ya miili ya binadamu. Michezoni, Boston inaendelea kuwa jukwaa muhimu katika maisha ya mbio za Benson Kipruto baada ya kumpa ushindi wake wa kwanza katika World Marathon Majors mwaka 2021. Mwanariadha huyo wa Kenya sasa anajiandaa kurejea kwenye mbio hizo maarufu tarehe 20 Aprili mwaka 2026, akilenga kuandika historia mpya katika mashindano ambayo yamekuwa sehemu kubwa ya safari yake ya mafanikio. Tangu ushindi huo wa kihistoria, Kipruto amekuwa akimaliza katika nafasi za juu mara kwa mara jijini Boston, akijijengea sifa ya kuwa mmoja wa wakimbiaji wanaotegemewa zaidi katika njia ngumu zinazohitaji nguvu, subra na uzoefu. Kurejea kwake kunakuja baada ya msimu wa kipekee wa mwaka 2025 ambapo aliweka rekodi kwa kuwa mwanaume wa kwanza kushinda World Marathon Majors zote 3 zinazofanyika Marekani. Mafanikio hayo yalionyesha uwezo wake wa kushindana katika mazingira tofauti na kudumisha ubora kwa muda mrefu. Ingawa alimaliza nafasi ya 7 katika mbio za Tokyo mapema mwaka huo, Kipruto alirejea kwa kishindo kwa kushinda marathon ya New York City, akithibitisha tena uwezo wake wa kung'ara katika mashindano makubwa. Ni baadhi tu ya habari ambazo tunaendelea kukutayarishia kwenye chumba cha habari ndani ya KenLive Radio. Endelea kutusikiliza ama utufuate kwenye mitandao ya kijamii @KenLive Radio kwa habari zaidi, na kutakia wakati mwema. Jina langu ni Rebecca binti Thuo.